Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimia wote ambao mnashiriki katika vituo mbalimbali na katika mitandao mbalimbali. Leo tutazungumzia sheria ya ndoa na talaka. Leo tutazungumzia sheria ya ndoa na talaka. Basi tufumbe macho tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi katika kipindi hiki. Baba Mungu, tunakushukuru, umeendelea kutubariki, umeendelea kuwa nasi. Angalia, neno lako limesambaa nchi nzima na hata kwa marafiki zetu ambao wako nje ya Tanzania. Baba, wabariki washiriki, wabariki wale wote ambao wanashiriki katika Danet event. Mungu Baba, sasa ninapoenda katika somo hili, basi Roho Mtakatifu akatamalaki hapa, kila mtu akabarikiwe na kila mtu akakujue wewe Yesu Kristo mkombozi wetu. Ninaomba na kushukuru kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Sheria ya ndoa. Sheria ya ndoa hapa Tanzania ni sheria ya mwaka 1971. Imekuwa ikirekebishwa kila wakati na marekebisho ya mwisho yalikuwa mwaka 2009. Ni sheria kuu inayotumika katika maisha ya ndoa na talaka. Inatumika katika taratibu za ndoa, usajili, haki za kila mwanandoa na hata ndoa kuvunjika, dissolution. Na yote yanayohusu mali na kutunza haki za mwenza, nikimaanisha mme au mke. Nini maana ndoa? Kifungu cha sheria cha 9, kifungu cha 9 cha sheria ya ndoa kinatamka kwamba ndoa ni muungano wa hiari kati ya mme na mke unaokusudiwa kudumu katika maisha yao yote wanapokuwa katika ndoa hiyo. Talaka. Kifungu cha 99 cha sheria ya ndoa kinampa nafasi mwanandoa kuomba talaka mahakamani kutarikisha ndoa hiyo, na mahakama ili ifikishe ili itoe hiyo talaka, ni lazima ndoa hiyo iwe imefikia mahala haiwezekani kabisa kuendelea, yani imevunjika kabisa. Kwa lugha ya kisheria tunasema broken down irreparably. Broken down irreparably. Kifungu cha 112 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili kinaipa mahakama uwezo wa kutoa talaka na kutamka ndoa sasa imevunjika na haiwezi kurudi kama ilivyokuwa wakati ule. Kuvunjika kwa ndoa hakuondoi uwezekano wa wanandoa kuendelea kusalimiana au kufikia hatua ya kuoa tena. Ndoa ikivunjika haimaanishi kwamba hutaoa tena. Kama talaka imetolewa, wanandoa bado wanaendelea kuwa na mahusiano mengine na unaweza ukaoa au ukaolewa na mtu mwingine, pamoja na kwamba talaka imetolewa. Kifungu cha 114 kifungu kidogo cha 3 kinaelezea namna ya mgawanyo wa mali pale ambapo talaka imetolewa. Kuna aina mbili kubwa za ndoa. Ndoa ya kwanza ni ya mke mmoja, monogamous marriage. Ndoa ya pili ni polygamous marriage, yani unaruhusiwa hasa kwa dini ya Kiislamu au kimila unaruhusiwa kuwa wanawake wengi kulingana na uwezo wako. Ila Kikristo ni ndoa ya mke mmoja, yani monogamous marriage. Kifungu cha 11 cha sheria ya ndoa kinaruhusu mtu aliyekubaliana kufunga ndoa ya wanawake wengi akakubali kubadilika akawa na ndoa ya mke mmoja. Kinaruhusu. Unaweza kama wewe ni Muislamu
au kimila umemwambia mkeo kwamba mimi nitakuwa na wanawake wengi, lakini baada ya kukusuuza moyo wako ukasema kwamba mimi nitabaki na wewe mpaka siku ile ambapo nitachukuliwa. Kifungu cha 11 kifungu cha 3 cha sheria ya ndoa inakataza mtu mwenye ndoa ya mke mmoja kuoa wanawake wengine zaidi. Inakataza na hairuhusiwi. Ni kosa kubwa kuoa mke mwingine wakati mmekubaliana ndoa ya mke mmoja. Ili ndoa ifikie mwisho, mambo gani lazima yawepo? La kwanza, kifo kati ya mmoja wao. Mke akifa au mme, ndoa inaishia hapo na haitaendelea. Lingine ni tamko la mahakama. Mahakama inaweza kutamka kwamba mme wangu alienda vitani, imepita miaka mingi, mme hajarudi. Unaweza kaenda mahakamani wewe kama umeolewa ukaomba ile ndoa isitishwe kwa sababu mme hajarudi. Hatujui kwa nini hajarudi, miaka mingi imepita na huwezi kuendelea kuishi maisha hayo. Lakini pia ndoa inaweza ikasitishwa mnapoenda nje ya nchi, mnaishi nje ya nchi, mkakorofishana, mkaenda kwenye mahakama za kule, ndoa ikavunjika. Unaporudi Tanzania unaisajili ile ndoa kwamba imevunjika na RITA na mahakama watakubali kwamba ndoa imevunjika. Sheria ya ndoa inakataza kuoa mwanamke au binti chini ya miaka 18. Japo kuna watu wanaozesha mabinti miaka 16, miaka 14, sheria inakataza. Lazima afikishe miaka 18. Na ndio maana katika shauri la Rebeka Guyuni dhidi ya mwanasheria mkuu, shauri la mwaka 2016, mahakama zote, mahakama kuu na mahakama ya rufaa zimezuia binti chini ya miaka 18 kuolewa. Kwa hiyo msioze mabinti zenu walio chini ya miaka 18. Ni kinyume na sheria, kinyume na katiba za nchi, lakini ni kinyume na sheria ya mtoto. Ili ndoa iwe halali, ni lazima binti awe zaidi ya miaka 18. La pili, lazima binti akubali kwa hiari yake, sio kulazimishwa. Kwa hiyo kama binti hakubali kwa hiari yake, hiyo sio ndoa halali, kwa sababu ndoa ni makubaliano ya watu wawili. Sio baba au mama mnamlengesha binti yenu aolewe na mtu mwingine. Hiyo hairuhusiwi, na kama mnafanya hivyo basi ni makosa. Lakini katika ndoa halali usimwoe ndugu yako wa karibu, binamu, mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, inakatazwa, au dada yako au kaka yako, inakatazwa. Ndoa yoyote ni lazima isajiliwe. Ndio maana tukifunga ndoa kanisani inasajiliwa. Kama umeoa bila kusajili, hiyo sio ndoa halali. Kwa hiyo jiangalieni kama mmesajili ndoa zenu. Ili kuvunja ndoa ambayo umeishi katika ndoa imekushinda, lazima uende kwenye kitu kinaitwa Marriage Conciliation Board. Nadhani mnazifahamu bodi za kusuluhisha. Mahakama haitapokea ombi la kuvunja ndoa mpaka umeenda kwenye hiyo bodi ya kusuluhisha ndoa. Yawezekana mmeelewana vibaya, lakini mnaposuluhishwa mkarudi tena. Mahakama haipendi kuvunja ndoa na kanisa halipendi kuvunja ndoa,
ni pale tu mmeishi mkashindwana. Sasa pale huwezi kuwalazimisha watu wawili wakae pamoja. Sababu za kuvunjika ndoa: ya kwanza ni uzinzi. Unakaa na mkeo lakini wewe ni mzinzi, unachepuka. Hiyo ni sababu ya kuvunja ndoa, kwa sababu hamwezi kulala kitanda kimoja wakati jamaa anachepuka au mke anachepuka. Sababu ya pili ni kipigo cha kufa mtu. Kipigo cha kufa mtu, yawezekana ni mama au ni baba, na hata kina mama siku hizi mnapiga wanaume zenu. Kwa hiyo kipigo cha kufa mtu ni sababu ya kuvunja ndoa. Unampigaje mtu uliompenda? Yaani ghafla unaanza kupiga watu au kumfanyia visa. Akileta chakula mama hutaki kula, unakuja saa unayotaka, unafanya vituko tu ndani ya nyumba. Hizo ni sababu kamili za kuvunja ndoa. Jambo lingine ni kumpa kisogo mwenzio, hasa mnapolala kitanda kimoja. Akigusa umempiga kisogo. Sasa hiyo sio ndoa. Hairuhusi kumpa mwenzio kisogo. Unapofanya hivyo unatafuta sababu ya kuvunja ndoa. Au unampa, inaitwa nini, karata, sio? Hairuhusiwi. Na kama unafanya hivyo Mungu anakuona. Au unamwingilia mwenzio kinyume na maumbile. Unamwingilia mwenzio kinyume na, usifanye hivyo, huo ni ushetani. Kifungu cha 58 mpaka 59 cha sheria ya ndoa kinalinda mali iliyopatikana kabla ya ndoa. Yawezekana ulikuwa na nyumba yako kabla jamaa haja kuoa, au yawezekana mme ulikuwa na mali zako kabla ya kuoa. Hizo mali zinalindwa, lakini kama unapenda kushare na mwenzio inaruhusiwa. Siku mkiachana utasema hii gari nilinunua kabla sija kuoa. Sheria inalinda hiyo mali. Lakini inashangaza, unamwoaje mwenzio alafu unamnyima mali ambayo umechuma? Si kawaida. Kifungu cha 66 cha sheria ya ndoa kinakataza mwenza kumpiga mwenza kwa namna yote ile. Sheria inasema no person has any right to inflict corporal punishment on his or her spouse. Wale mnaopenda kupiga, sheria inazuia. Ukumuoa mwenzio ili umpige, sheria inazuia. Na hicho inaweza kuwa sababu ya kuvunja ndoa. Kifungu cha 67 kinaruhusu wanandoa kuachana kwa muda. Kuachana kwa imetosha. Hebu kakae mwenyewe na mimi nikae mwenyewe, tuone kipindi kama tunaweza kurudisha mahusiano. Ndio maana kuna wanandoa hawalali chumba kimoja. Wanawadanganya watoto hivi na vile, lakini watoto si wajinga, wanafahamu hapa kuna issue. Kwa hiyo sheria inaruhusu separate ili muanze kutizamana tena kama mahusiano yataendelea. Kifungu cha 68 kinamruhusu mjane kukaa popote anapotaka. Ukiwa mjane hulazimishwi kukaa kwenye nyumba ya mmeo. Hulazimishwi. Akasema bwana, hapa kila nikikaa naona maoka. Unaweza ukahama. Hulazimishwi kukaa ile nyumba mlokuwa mnakaa. Hulazimishwi. Si mme hayupo bwana, au mke hayupo. Kifungu cha 71 kinaruhusu wale ambao hawajaoana walikuwa napeana zawadi. Si unajua tena kile kipindi hamjaoana unapewa zawadi. Sasa kama umempotezea jamaa
mrudishie zawadi yake. Sio lazima kuombe, rudishe zawadi ya watu. Unataka zawadi na unampotezea, haiwezekani. Akienda mahakamani, kile kifungu cha 71, mahakama itatoa amri, rudisha zawadi ulizopewa. Naona muda uniruhusu sasa nimalizie kwa kusoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 5 mstari wa 22 mpaka 27. Waefeso inatukumbusha, wake heshimuni waume zenu. Wake heshimuni. Heshimu tu jamaa, si ulimpenda? Mheshimu. Shida ndoa kuvunjika ni we mwanamke humpendi jamaa, humheshimu. Anaweza kuja nyumbani, unajifanya uko bize kwenye simu. Mheshimu jamaa. Wanaume mliooa, wapendeni wake zenu na muwatunze. Wapendeni wake zenu na. Sasa kama mwanamke amekuwa kanda mbili hapa, ni matatizo yako. Kwani kajitakia? Mtunze huyo ndio uliopewa na Mwenyezi Mungu. Shida ya ndoa, wanaume hawatunzi wake zao, ndio maana ndoa zinakufa. Hakuna love kama mlivyokutana. Sasa nyinyi wanaume, mkitaka ndoa zidumu, mpendani na usiwe macho hivi. Kila ukiona mwanamke macho, acha hizo, acha kabisa. Ulishafunga ndoa, ndio maana inaitwa kufunga ndoa. Macho haya acha. Hata binti akipita, wewe jifanye unapotezea. Vivyo hivyo kwa kina mama. Kama jamaa amekuchosha, huyo mbadilishe kwa kumpenda. Penzi humbadilisha tabia. Penzi hubadilisha tabia. Mwanamume katangulia mbele, mwanamke yuko nyuma. Hapana, hilo sio penzi. Na sisi hapa kanisani tutakuwa tunakuangalia unavyokuja na mkeo. Anabaki nyuma au unakimbia mbele. Usione aibu, ndio leo mchagua. Mpende. Kama unampenda yule, basi na huyu mbadilishe. Kwa hiyo penzi, upendo unajenga ndoa. Kwa hivyo ninapomalizia ninatoa ushauri kwamba ndoa haina sababu ya kuvunjika. Ndoa haina sababu ya kuvunjika. Ndio maana Mungu ni pendo. Mungu anatupenda sana, na sisi binadamu tukipendana, ndoa haiwezi kuvunjika. Inavunjika kwa sababu ya macho juu. Unajua maana macho juu? Rudisha macho yako kwa mkeo, rudisha macho yako kwa mmeo. Ukizidiwa, piga magoti, muombe Mungu akuepushe. Piga magoti, Mungu kwa sababu mabinti wanazaliwa kila siku. Wengine wanaenda kupigwa sindano, matakwa yanakuwa makubwa. Sasa usihangaike na hao, hangaika na mkeo. Basi baada ya kusema haya, tufumbe macho, tumalize mada. Baba Mungu, nakushukuru kwa yote. Nadhani umetamalaki hapa. Naamini somo lilotupatia kila mtu amelisikia, lakini tunamalizia kwa kukuomba Mungu wetu utupe upendo. Wake uliotupatia tuwapende, na wake zetu watuhudumie. Wake zetu watupende na sisi tuwahudumie, kwa sababu jukumu la kuhudumia ni la mme. Baada ya kusema haya, nawaombea kila mmoja, hasa mliooa, acheni macho juu. Acheni macho juu. Kana huyo mpende, na yeye ataendelea kukutunza.
Mungu tubariki na wabariki wote ambao wanashiriki katika ibada hii kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Kesho nitazungumzia Biblia na akili mnemba. Akili mnemba, the Bible and artificial intelligence. Asante.